Katika jiji lenye mchanganyiko wa hisia kali, Tania anapata njia yake ya kutoroka. Akiwa na sura ya furaha, anakimbia na fedha zote za Mario. Fedha ambazo zilikuwa ni za mauzo ya mali za Mario. Fedha ambazo Mario alizihifadhi kwa ajili ya kulipa madeni na kujaribu kuokoa biashara yake. Lakini mwanamke Tania anakimbia nazo kutokana Tania alijua kwamba Mario alikuwa kwenye hali mbaya kifedha. Na alikuwa anahitaji fedha hizo ili kurekebisha maisha yake. Badala ya kumsaidia, Tania alimgeuka na kuiba fedha zote ili kujiokoa yeye mwenyewe. Aliamua kukimbia nje ya nchi, kwa sababu alihofia kwamba ukweli ukigundulika, angeweza kukamatwa au kushitakiwa kwa wizi na udanganyifu. Tania alikuwa mwenye tamaa, hakuwa na mapenzi ya kweli kwa Mario, na alipata nafasi ya kuiba akaamua kuitumia kwa faida yake binafsi. Lakini kwa Natalia, ukweli unafunguka kwa uchungu mkubwa, mume wake amemdanganya na kumtumia. Maumivu ya kushindwa kumtambua Mario vimejaa ndani ya moyo wake. Wakati huo, Claudio amechachamaa kwa hasira. Anaenda kwa Vicente kumlalamikia, akidai kuwa alijaribu kumuua. Lakini wakati polisi wanapoingia na kumkamata Vicente, hali inakuwa tete. Familia yake iliyojaa hasira na kashfa inamshutumu Natalia kwa kile kilichotokea, ikisema kuwa yeye ndiye chanzo cha vurugu zote. Katika upande mpingine, William anakutana na Constanza, na kwa macho ya uchungu anamwambia kwamba atimize ahadi alizomfanyia. Ana haki ya kumlazimisha, lakini Constanza anagundua kuwa huu ni udhalimu wa kipekee, na anapata hofu kwa maisha yake. Lakini sio tu kuhusu mapenzi na familia Olga. Akiwa na roho ya kutaka udhibiti, anamtishia Benjamin kwa kumlazimisha kufanya mambo kwa manufaa yake. Ni kama mchezo wa kimya, ambapo kila mmoja anacheza na kadi za siri za uongo na kudanganya.